tutakuwa na mdahalo kongamano kwa ajili ya kujadili nafasi ya sekta binafsi na sekta ya umma kuelekea uchumi wa mwaka 2050 ambao siku chache zijazo mpango wake au dira yake itakwenda kuzinduliwa. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia ambacho mimi ninakiongoza, tunao wajibu wa kile kinachoitwa ushirikishwaji wa umma kwenye masuala haya ya ubia. Ubia ni, nadhani mnafahamu kwamba ni mikataba ya muda mrefu ya kutumia sekta binafsi kufanya majukumu ambayo kimsingi ilikuwa ni serikali iyafanye. Ni jukumu la serikali kujenga barabara, ni jukumu la serikali kuzalisha umeme, ni jukumu la serikali kuendesha bandari, lakini kwa sababu tofauti ambazo zitajadiliwa kwenye kongamano hilo, serikali huwa inaipa sekta binafsi kutekeleza kwa utaratibu huu ambao unaitwa utaratibu wa ubia. Kwa hiyo kituo cha ubia kinalo jukumu la kushirikisha umma kuhusu masuala haya kwa lengo la kujenga uelewa unaofanana kuhusu kile ambacho serikali inakifikiri na kile ambacho wananchi wanakifikiri, ili kujenga mtazamo unaofanana, kwa sababu kwa ujumla serikali inatekeleza haya kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya umma. Kwa hiyo sisi kama kituo cha ubia, moja ya majukumu yetu ni hiyo inaitwa public engagement, kwa ajili ya kufanya umma uelewe hadi au uelewe masuala ya kisera, ya kisheria na mipango ya serikali kwenye maeneo hayo ya ubia. Tuliona ipo haja ya kushirikisha au kushirikiana na taasisi kubwa na muhimu kama REDET ambayo imebobea katika uendeshaji wa haya makongamano. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kupitia mpango wa utafiti na demokrasia REDET, na kwa kushirikiana na kituo cha ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP Center, ambapo mkurugenzi wake mkuu ni ndugu Kafulila hapa, tumetayarisha kwa pamoja kongamano kuhusu dola, masoko na uhamasishaji wa mitaji, nafasi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi kufikia malengo ya dira ya maendeleo ya Tanzania 2050.